Kwenye sehemu ambayo imepita nilikuwa nafundisha kuhusiana na karama za uponyaji. Sasa nataka nipige hatua niende kwenye karama nyingine ambao ni karama ambayo inapatikana kwenye ule mstari wa 10, kitabu cha Wakorinto wa kwanza 12:10. Nasema na mwingine matendo ya miujiza. Tunapoongelea kuhusiana na matendo ya miujiza, tunaongelea kuhusiana karama ya kutenda miujiza. Kuna watu ambao katika ufalme wa mbinguni utashangaa kwamba huyu mtu atakufundisha sana, huyu mtu hana hekima kubwa sana, lakini anaweza akafanya miujiza. Miujiza katika ufalme wa mbinguni ni ya maana sana, kwa sababu kuna watu hawaamini bila kuona. Watu kama Thoma lazima wafanyie miujiza ndio waamini, lazima waone kwa macho ndio waamini. Wakati ule Musa alipotumwa kwa Farao, kwa sababu Farao ile lugha alikuwa anaielewa ni lugha ya miujiza, ilikuwa inabidi apewe fimbo, akaambiwa hii fimbo ukirusha itangeuka kuwa nyoka. Huo ni muujiza, na ilikuwa ni njia ambayo Mungu alikuwa anataka kumuongelesha Farao, maana Farao alikuwa anaweza akaelewa kupitia kwa miujiza wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo karama ya miujiza katika ufalme wa mbinguni ni ya maana sana. Inawezekana usipewe karama ya imani, lakini ukapewa karama ya miujiza. Ujue kwamba hiyo miujiza ukitumia katika ufalme wa mbinguni kuna mtu itafaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia maandiko yanasema ya kwamba na mwingine unabii. Tunapoongelea kuhusiana na unabii, ujue kwamba kuna watu wanakuwa nabii kwa sababu wamepewa kama ofisi. Wakati wetu tulikuwa tunasoma kwenye kile kitabu cha Waefeso mlango wa 4, nadhani kitabu cha Waefeso mlango wa 4:11. Tumesoma kuhusiana na ofisi tofauti, na hapo ndio tumesoma kuhusiana na Yesu anasema ya kwamba wengine waliofanya kuwa walimu, wengine manabii. Hatuongelei kuhusiana na unabii ambao ni huduma ambao unapewa, lakini tunaongelea kuhusiana unabii kama karama ya Roho Mtakatifu. Hatuongelee unabii kama ofisi, tunaongelea kuhusiana unabii kama karama ya Roho Mtakatifu ambao itapatikana baada ya umempokea Roho Mtakatifu ndani yako. Ujue kwamba kuna mtu ni nabii kwa sababu alizaliwa akiwa nabii. Kama Yeremia, maandiko yanasema ya kwamba ulipozaliwa nalikujua, nalikufanya kuwa nabii katikati ya mataifa. Alizaliwa akiwa nabii. Kwa hivyo ina maana kwamba alipewa unabii kama ofisi, kama huduma. Alizaliwa akiwa nabii. Lakini kuna wengine ambao hakuzaliwa akiwa nabii, lakini hapa katikati alikipokea Roho Mtakatifu wa Bwana. Roho Mtakatifu anampea package ya karama ya Roho Mtakatifu ambao ni karama ya unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile karama ya unabii ambao unapewa baada ya kuwa umempokea Roho Mtakatifu wa Bwana itafanya kazi vizuri ikitegemea na wewe mwenyewe utaendelea kujazwa na Roho Mtakatifu kwa namna gani. Maana kupokea Roho Mtakatifu ni mara moja, lakini kujazwa ni kama vile gari ukinunua ni mara moja, lakini kuijaza mafuta ni mara kwa mara. Kwa hivyo ndio kipawa chako cha unabii kiendelee kufanya kazi, kitategemea na uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Maana hii ni karama ya Roho Mtakatifu na sio kipawa, sio kitu umezaliwa nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyepokea karama ya unabii na mtu aliyepokea huduma ya unabii ni watu wawili tofauti. Maana aliyepokea huduma ya unabii kama vile tumesoma kwenye Waefeso 4:11 ni mtu ambaye hata ikiwa huyo mtu hajaomba anaweza akaona, anaweza akatabiri na vitu zikatokea, kwa sababu ni kitu ambacho ni sehemu yake. Lakini mtu ambaye akona karama ya Roho Mtakatifu itategemea vile atakuwa na uhusiano wa Roho Mtakatifu ndio hiyo karama ifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tupige hatua kidogo. Maandiko yanasema na mwingine kupabanua roho. Sasa hapo ndio nataka nieleze vizuri sana kwamba kuna maroho tofauti tofauti. Maroho yako tofauti tofauti. Number 1, kuna kuanga na roho. Kuna maroho za wanadamu, kuna maroho za malaika, lakini pia kuna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoongelea kuhusiana na roho za wanadamu, tunaongelea kuhusiana na kile ambacho Paulo alikuwa anasema
Anasema namjua mtu aliyetoka ndani ya Roho. Ina maana kwamba roho yake ilitoka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikaenda ikaonyeshwa mambo fulani. Unaposikia mtu anasema kwamba nilikuwa ndani ya Roho, ina maana kwamba roho yake ndio ilikuwa inatumika wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunapoongelea kuhusiana na Roho Mtakatifu, I think nimefundisha sana kuhusiana na Roho Mtakatifu. Twende katika roho za malaika. Katika roho za malaika zimegawanywa katika makundi mawili. Kuna malaika wa Mungu na kuna malaika wa hasi, walio hasi, malaika wa shetani. Nadhani nitakuja kufundisha zaidi kuhusiana na malaika wa Mungu zaidi. Lakini hapa kwa malaika wa mashetani wamegawanywa katika makundi matatu. Ama baada ya kuwa wametupwa hapa duniani, wametoka duniani wakatupwa hapa duniani, walijigawanya katika sehemu kuu tatu. Wakaingia kwenye maji, wakaitwa majini. Na majini mara nyingi huwa yanakamatanga uchumi wa mtu. Ndio maana wakati ule Yesu alipoenda Kapernaum, maandiko yanasema ya kwamba akawa hana pesa ya kutoa tax. Akamwambia Petro, nilikuambia kwamba usiitishe tax, lakini sasa enda kwenye bahari ambayo inakukabili. Ule samaki wa kwanza utakamata, atakuwa amemeza pesa. Yule samaki kumbe alikuwa jini, alikuwa amemeza pesa. Petro akafanya hivyo, akatoa ile pesa, akaenda akalipia tax. Au ni maroho za majini. Lakini pia kuna maroho za mapepo. Maroho za mapepo ni wale ambao wanakaanga kwenye anga ili kukamata anga ya mtu. Ili maombi yako ya penye yafike kwenye mbingu ya tatu na upate majibu, lazima ung'ang'ane na upambane na wakuu wa anga ambao ni mapepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujue kuna mbingu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Mbingu ya pili ndipo kuna kaanga mashetani, majini na maroho, kuna kaanga mapepo hapo sasa. Na wana tabia ya kuzuia maombi ya mtu, hasa ukienda kwenye eneo ambao sio eneo la kwako. Wakati wa Danieli alipoenda kwenye maeneo ambao sio ya kwao. Maana maandiko yanasema ya kwamba akaomba siku 21, lakini mkuu wa anga ya Uajemi akawa amekamata majibu yake. Ujue kwamba alikamatiwa maombi yake. Hao ni mapepo ambao wanakaa kwenye anga, wanafunga anga. Ndio maana Paulo anasema namjua mtu alienda mpaka mbingu ya tatu. Paulo alienda mpaka mbingu ya tatu akakutana na Yesu, maana mbingu ya tatu hapo ndipo kuna kuanga na uwepo wa Mungu, ndipo kiti cha Mungu kipo. Ndio maana shetani anasema na itainua kiti changu nifanane na yeye aliye juu. Alikuwa anasema atainua kiti chake afikishe kwenye mbingu ya tatu, lakini haikuwa inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia katika mashetani kuna kitego kingine ambao ni mizimu. Mizimu ni maroho za mashetani ambao zinakujanga kwenye sura za watu waliokufa lakini unawafahamu. Ni maroho za mashetani lakini zinakujanga kwenye sura za watu waliokufa kitambo lakini unawafahamu. Watu ambao walikuwa wanaabudu mashetani, watu ambao walikuwa wanaabudu majini, watu ambao walikuwa wanaabudu mapepo. Baada ya kuabudu yale mashetani sana, yale mashetani yanageuka yanakuwa mungu wa eneo lile. Kwa hivyo, kwa sababu huyu mtu ndiye alikuwa anaabudu hao mashetani, au mashetani atachukua sura na umbile ya huyo mtu. Kwa hivyo, yakianza kutokea watu huo ukoo ama hiyo familia, yale mashetani yatakuwa yanamtokea katika sura ya huyo mtu ambaye alikuwa anaabudu hiyo mizimu. Ndio maana inaitwa mizimu. Inazukanga kwenye ardhi, kwenye makaburi. Sana sana huko ndio inatokanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kwenye mashetani tumnegawa kwenye sehemu kuu tatu. Kuna majini, kuna mapepo ambao ni wakuu wa anga, lakini pia kuna mizimu ama mizuka inazukanga kwenye ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko yanasema ya kwamba tuwe na uwezo wa kupambanua roho. Kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 11:14 maandiko yanasema wala si ajabu, kwa maana shetani mwenyewe hujingeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Lakini pia kitabu cha Yohana wa kwanza 4:1 maandiko yanasema msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Sio kila roho ambayo itazungumza ndani ya mtu baada ya kuwa unamwombea mtu ambao ni Roho Mtakatifu. Kuna zingine ambao ni roho za mashetani. Ndio maana maandiko yanasema na watuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, kwenye kitabu cha Mathayo 10:16. Hapo ndio unafaa kujua kwamba karama ya kupambanua roho ni ya maana sana kwa kila mtu, ili uwe na uwezo wa kujua kwamba ni roho gani ambao unakemea ndani ya mtu, ni roho gani ambao inakupea ushauri wa kufanya biashara ama kuingia kwenye ndoa. Huyu mtu amepagawa na roho namna gani? Ni Roho Mtakatifu ama ni roho ya shetani? Barikiwa sana, patani kwenye